Hujambo ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Karibuni kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye Theology Jesus TV. Tunakukaribisha kwenye robo ya pili mwaka 2025 inazungumzia jinsi ya kujifunza unabii, jinsi ya kujifunza unabii. Tuko kwenye juma ya pili na leo Jumatatu tunazungumzia kuelewa upendo wa Mungu. Kuelewa upendo wa Mungu ndio somo letu la leo. Mpendo, ni lazima tuelewe upendo wa Mungu. Lakini dhambi ilipoingia duniani imetufanya mara nyingi tushindwe kuelewa upendo wa Mungu. Imeharibu mtazamo wetu wa upendo wa Mungu na tumeshindwa kuelewa. Lakini kumbuka kwamba kuelewa asili ya upendo ndio ufunguo muhimu wa kuelewa unabii wa Biblia. Huwezi kuelewa unabii wa Biblia usipoelewa kwanza asili ya upendo, kwa sababu ndio ufunguo muhimu wa kuelewa huo unabii wa Biblia. Ndio maana leo nitakualika tusome pamoja kwenye Mwanzo 22:1 hadi 13. Na kutajwa kwa mara ya kwanza kwa upendo katika Biblia ni katika Mwanzo 22 mstari wa 2. Kisa hiki kinatufundisha nini kuhusu asili ya upendo wa Mungu? Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu, karibuni kwa somo. Kupendwa, ikiwa umekuwa mwaminifu pamoja nami kusoma kwenye Mwanzo sura yake 22 mstari wa 1 hadi 13, unaona kisa kia Ibrahimu pamoja na Isaka mwanaye ambaye alimpata amekuwa mzee na alimpenda sana kama mwana wake pekee. Lakini Mungu akamwambia, anasema, huyu mwanako unayempenda ndiye umtoe kama kafara. Fikiria, Mwanzo 2:12. Ndipo Mungu akasema, mchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, na uende katika eneo la Moria, mtoe dhabihu huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima nitakaokuonyesha. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwa mtazamo wa kwanza mkatadha unaonekana kutisha. Fikiria, Ibrahimu alipaswa kumtoa kafara mwanawe pendwa, mwanawe wa pekee aliyempenda sana. Lakini Ibrahimu alikuwa anampenda mwanae na alikuwa pia naamini mbaba Mungu ambaye alikuwa amemtuma. Alikuwa anajua kwamba nikimtoa hata huyu na anaweza hata Mungu anaweza kumfufua. Kwa hivyo hakuwa na mashaka na Mungu. Anasema chochote ambacho Mungu anaweza kuomba ana uwezo ya kukitoa mara 100 ama zaidi. Sijui mara Mungu anapokutoa hata sadaka na kuomba sadaka, mara nyingi unaitoa kwa upendo ama ukizani ya kwamba umemalizika kabisa. Unaweza kuwa tukijifunza tabia nzuri kama hizi. Unapotolea Mungu akikuhitaji, akiomba kitu, unatoa ukiwa na imani ya kwamba anaweza kukutolea wakati. Kwa hivi mtakusii kulinganisha tu kutajwa huku na kutajwa kwa kuanza kwa upendo. Tunakuta katika injili zile zinazofanana ambazo tunaita Evangeli Synoptic, Matthew, Mark, Luke, katika Mathayo 3:17, Marko 1:11 na Luka 3:22. Mathayo 3:17 na Marko 1:11 na Luka 3:22. Neno la Mungu linasema, tazama, huyu ni mwana wangu mpendwa nayependezwa naye. Mungu anapozungumzia Yesu anamzungumzia kama mwanae mpendwa wa pekee, jinsi Ibrahimu alikuwa na Isaka kama mwanawe wa pekee. Kwa hivi picha hiyo, kisa cha Isaka kinatufunza mengi sana kuhusu kafara ya Mungu kutoa Yesu Kristo. Kwenye Yohana 3:16 nasema, kwa maana jinsi hii Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii tendo la Ibrahimu la kumtoa mwanawe dhabihu linaonyesha jinsi Mungu alivyotupenda hadi kufikia hatua ya kumtoa mwanawe wa pekee. Alimtoa dhabihu ili mimi na wewe tusipotee, lakini tupate kuishi maisha ya milele. Kwa hivyo mpendwa, tunapoendelea kumaliza, tunaweza kuelewa ya kwamba tendo hili la baba kumtoa mwana wake na jinsi Ibrahimu alipomtoa mwana wake kinapaswa kutupatia furaha ya kuwa tumekombolewa tayari. Na ni lazima tukubali upendo huo ili kwamba tupate maisha ya milele, uzima wa milele.
Imani ya Ibrahimu kwa Mungu ilikuwa kiasi kwamba alimtumaini, akachagua kuamini kwamba Mungu angeweza kumfufua mwanawe ikiwa angekamilisha dhabihu. Hiyo ni Waebrania 11:12. Ilionyesha kabla upendo wa Mungu kwa jamii ya wanadamu, alitupenda kiasi cha kufikia hatua ya kumtoa mwanawe wa pekee na kisha akamfufua kutoka ufuni. Hivyo tunapewa ufunuo wa aina ya upendo wa kujitoa kafara Mungu alionao kwetu. Bwana Yesu asifiwe kwa kile ambacho alitufanyizia. Tukubali upendo wake, nasi pia tujitoe kwa wengine. Mungu akubariki. Asante Yesu kwa somo hili. Tufunze kukubali upendo wako na kuwapenda wengine katika jina la Yesu Kristo. Usikose kusubscribe, like na kushare.